Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Unaweza ukasema ni msiba nchini Iran ni kutokana na namna ambavyo rais wa Marekani Donald Trump ametaka kudhihirishia ulimwengu kwamba hakuna linaloshindikana chini ya jua. Ni wakati ambapo anaeleza kwamba anataka kufanya shambulizi zito ambalo ulimwengu umeshangaa. Na kweli ulimwengu sasa umeshangaa. Wa Iran wanashangaa, Waarabu wanashangaa. Ni katika kumsaidia Myahudi Benjamin Netanyahu katika mapambano yake ya Operation Rising Lion. Hatimaye Marekani yashambulia maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Fordow, Natanz pamoja na Esfahan. Mapema siku ya Jumamosi, washambuliaji kadhaa wa siri kutoka katika jeshi la anga la Marekani, ndege za B-2 ziliondoka Missouri kuelekea magharibi juu ya bahari ya Pacific. Ndege hizo kubwa ni baadhi ya ndege pekee za Marekani zenye uwezo wa kubeba GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, bomu la pound 30,000 linalojulikana kama Bunker Buster. Ni ndege ambazo ziliweza kufanya uharibifu ndani ya Iran. Teknolojia imefanya kazi yake, na ni wakati ambapo Iran imeonyeshwa kwamba Marekani ina uwezo wa kufanya lolote katika taifa hilo, huku ikisaidia Israel katika operesheni yake ya Rising Lion. Hatua iliyofanywa na Marekani katika mzozo huu wa moja kwa moja wa silaha baina ya Iran pamoja na Marekani unazidi kuleta ongezeko kubwa la kujihusisha na jitihada za Israel za kulemaza mpango wa nyuklia wa Tehran na kuangusha utawala wake. Mpango wa nyuklia wa Tehran unaweza ukasema kwamba sasa umeshaangushwa, bado utawala kama ambavyo Operation Rising Lion inavyotaka. Uamuzi wa kuishambulia Iran kwa mara nyingine tena unahusisha jeshi la Marekani katika vita vilivyo katika Mashariki ya Kati, jambo ambalo Trump aliapa kuliepuka wakati wa muhula wake wa pili madarakani. Mtazamaji wa The World News, hiki ndicho ambacho kimetokea. Ni mashambulizi ya maeneo matatu ya nyuklia huko Fordow, Natanz na Esfahan kwa kutumia ndege za B-2, ndege ambazo zimeweza kubeba mzigo mzito wa mabomu yaliyodondoshwa kwenye maeneo hayo ya msingi, hasa Fordow ambapo ni eneo ambalo lilikuwa haliwezi kushambulika kwa urahisi. Sasa eneo hilo limeshashambuliwa, lakini tunasubiri tathmini za wataalamu kuona ni namna gani maeneo hayo yameathirika kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani. Kimsingi sasa Marekani imeonyesha ubabe katika Mashariki ya Kati na katika ulimwengu na dhidi ya Iran. Endelea kutufuatilia, tutakujuza ni nini ambacho kitaendelea kutokana na mashambulizi haya yaliyofanywa na Marekani katika vituo vya nyuklia vya Fordow, Natanz na Esfahan, miongoni mwa vituo vilivyosalia ambavyo Israel imeshindwa kuvishambulia. Na sasa Donald Trump anaonesha ubabe wa teknolojia katika ulimwengu katika mashambulizi haya. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, tutakujuza ni nini ambacho kitaendelea.